Hii ni kuhusu kujitambua, kile ambacho watu wanasema jifahamu wewe mwenyewe, na si ukweli wa mtu mwingine ama ukweli wa maarifa kiakili tu intellectual, lakini ukweli halisi ambao unaweza ukauthibitisha ndani yako kupitia uzoefu wa maisha, experiential knowledge, maarifa ambayo unayapata katika uhalisia wa maisha yako. Unapokuwa mkweli wa mapito yako, utagundua ya kwamba mwanadamu hauna nyota. Kuna mafundisho kwa muda mrefu tumekuwa tukifundishwa, wengine wanaunga mkono, wengine wanayapinga, kwamba kila mwanadamu ana nyota yake, you have your star. Nyota yako inaweza ikaibiwa, ikachafuliwa. Ndio maana hapo tunaenda kwa watu ambao wanasafisha nyota, anatoa nuksi, mikosi, na hata wale wanaopinga hiyo dhana ya nyota, labda watu ambao wapo kwenye dini zile conservative, wenye misimamo fulani mikali ya kidini, imani zao ambazo ziungi mkono moja kwa moja, na wao pia, ingawa hawasemi kwamba ni nyota, ila huwa wanasema kibali chako sio kimeibiwa, sumeelewa, tafuta kibali kwa Mungu. Is the same thing, kwamba kuna wewe hapa, alafu kuna kitu fulani kiko nje ambacho kinakuhusu wewe, kwamba kinaharibiwa, kinapotea, kimenyang'anywa, kimechukuliwa na vitu kama hivyo. Utagundua kwamba inakuwa ni kama sarakasi tu, mzunguko tu. Lakini vipi nikikwambia kwamba kuna ukweli ambao yamkini ulikuwa unauhisi ndani yako ukiwa na sauti ya chini sana, lakini ukuweza kuukumbuka au kuutambua vizuri. Katika elimu za kale zaidi katika historia ya mwanadamu, kabla ya vile vitabu vikuu vyote tunavyovijua vya kidini, inafunua siri moja muhimu sana, ambao mwanadamu anapoifahamu hiyo siri, inakuwa ndio mlango wa kuingia katika uhuru. Na sio siri, ni jambo ambalo tayari liko ndani ya mtu, ila elimu ambazo tunalishwa, conditions, mind, programs ambao tumejengewa tunapoingia katika sayari dunia, zinatufanya tusahau. By the way, huu ni mchezo, na huu ndio utamu wenyewe wa mchezo, unapowekewa ukinzani wa kutambua nguvu zako na uwezo wako na utambulisho wako. Maanake vinginevyo hakuna maana ya kuishi katika sayari dunia. Maana ya kuishi katika sayari dunia iliyojaa na magumu mengi ambayo tunayaona, maumivu, hofu, mvurugano tunauona, ipo katika hiki ambacho nakwambia, kwamba sio kwamba una nyota mahali fulani. Hapana, wewe ni nyota, you are the star. Unajua, ukiangalia anga tunaona nyota. Kama unapenda kuangalia mambo ya anga usiku, zile nyota sio mapambo tu, sio taa zimewekwa pale au mawe tu tunadhani. Vile ni viumbe halisi, they are creation, vinafanya maisha yao, they have their own lives, katika ufahamu ambao ni tofauti na ufahamu wetu uliofungwa katika umbile la mwili wanadamu. Sasa wewe ni nyota ambayo imevaa mwili, na ndio maana ukikaa katika utulivu sana, ukaondokana na kelele za mawazo, utaihisi cheche ya nuru, ya mwangaza, kama nyota inavyotoa mwangaza. Unaona, you see the light from within. Hata vitabu tunavyovisoma katika dini, tunaita vitabu vitakatifu, inaeleza kwamba God is light, Mungu ni nuru. Inside of you, ukiondokana na kelele za akili, ukiwa katika utulivu, unaweza ukahisi ile nuru, ule mwangaza ulio ndani yako. Lakini sasa tuko katika sayari dunia ambayo inakutoa nje, imejaa na elimu nyingi ambazo hazikuongozi kwenye kujitambua wewe ni nani. Zinakupeleka kwenye kutazama nje, wafanya miujiza, watenda maajabu. Zinakuonyesha hofu zako, maumivu yako. Kwa hiyo unasahau huu utambulisho wako, you are the star. Wewe ni nyota iliyo katika mwili. Na lengo la maumivu ambayo tunayapitia katika maisha ni kufanya nafsi iweze
kukua katika kiwango ambacho inaweza kupata utambulisho wake halisi, yaani ile nyota ile ndani yako iweze kuonekana. Kwa hiyo sio swala la kusafishiwa nyota au ni mazingaombwe, kwa sababu lengo la wewe kung'aa kuwa yule anayetakiwa kuwa sio kuonekana au kupata mafanikio yote ambayo wanadamu wanatafsiri kama mafanikio, bali ni uhuru. Ni kitu ambacho unaweza ukakithibitisha wewe mwenyewe ndani yako. I am free. Am I free? Mimi niko huru. Kwa hii ni wewe mwenyewe ndio unaweza ukaithibitisha hii, na ukweli ni kwamba utagundua maisha yako yamekuwa na series ya maumivu. Tunakuwa tukitaka mafanikio fulani, kufikia level fulani, tuishi kwa uhuru, wengine wanataka kuwa na amani na nini, lakini unashangaa katika njia yako maumivu tu yanakuja, upinzani tu unakuja, conflict tu inakuja, umeelewa, misuguano tu inakuja. Lengo ni nini pale? Lengo ni kufanya wewe uweze kukua. Katika kukua, ina maana utambue ile nyota iliyo ndani yako ambayo ndio wewe, you are that star. Kwa hiyo mara nyingi kelele za kwenye akili, mawazo haya, maumivu, hofu zetu, mambo mengi ambayo yanatusonga, kesho, jana, memories na vitu kama hivyo, huwa vinatuzuia katika safari ya kujitambua. Na it's okay. Kila mtu ana hatua yake ya uelewa ambao ataipata au ataifikia anapokuwa katika sayari dunia. Kwa kama umekutana na hii video, ina maana katika kuwepo kwako kwenye sayari dunia, basi umekusudiwa kuweza kuona utambulisho wako halisi ukijitokeza wazi katika maisha yako. Na ndio maana nimeandaa ile darasa au program ya uponyaji. Kwa sababu gani? Program ya uponyaji inaenda kukusaidia kujua namna ya kuchukua utawala wa akili yako, kuondokana na kelele za akili, hofu katika mwili, maumivu. Unavyofungua mfumo wako fahamu uliosongwa na nguvu za chini, hisia za chini, unaruhusu wewe halisi, nyota ambaye ni wewe, iweze kuflourish. Kwa hiyo huu kweli usema sio kitu cha ajabu kwa wale ambao wanapenda mambo ya anga na sio intellectually kwa kusoma tu kwenye vitabu. Unapenda kukaa kuangalia anga kama television. Umeelewa? Ukiwa unaangalia movies ambazo zinaendelea katika anga wakati anga likiwa clear and dark, unaweza kuthibitisha kinachokisema. Wale ndugu zako